Kwa miaka minne sasa ulikuwa ukiuliza juu ya timu gani itachukua ubingwa, jibu linakuwa rahisi, itatajwa Yanga. Alikuwa jibu ambalo lingesumbua kutokana na ubora kikosi chao ukilinganisha na wale ambao anashindana nao. Msimu huu mambo yamebadilika, hasa kuanzia mzunguko wa pili ambapo Simba ambayo ilikuwa haipewi nafasi imeibuka ikitaka kurudisha heshima yake kwenye kuchukua mataji, ikionyesha mabadiliko makubwa. Simba ilianza mageuzi hayo juu yake akiwa Crescent Usimagori ambaye ni mwenyekiti wa bodi, ambaye baada ya kuanza kwa kuyumba kidogo miezi ya kwanza, sasa mambo yamebadilika. Wekundu hawa Msimbazi chini yake wanaonesha kwamba sasa timu inakwenda kujipata. Magori alipotua Simba tu kama mwenyekiti wa bodi, alikutana na pressure kuondoka kwa aliyekuwa kocha timu hiyo Fadlu Davids, ambaye msimu uliopita alitangulia kufanya kazi nzuri ya kutengeneza kikosi imara. Msimu huu ulipoanza, Fadlu akashtua kwa kuomba kuondoka kirejea nchini Morocco kujiunga na timu yake ya zamani ya Raja Athletic, uamuzi ambao ukailazimisha Simba kuingia sokoni kisha kumchukua kwa haraka kocha Dimitri Pantev. Hata hivyo, ujio wa Pantev ulionyesha ni kama Simba haikufanya maamuzi sahihi, kwani baada ya miezi miwili iliachana na kocha huyo kisha akashushwa Steve Barker ambaye alikuwa kocha mwenye uzoefu mkubwa, ambaye kwa sasa anaendelea kuimarisha timu hiyo ikiwa tishio. Barker hapa ndani hajapoteza mchezo wowote kwenye mashindano ya ndani, ambapo matokeo yake mabaya yamekuwa ni kupata sare 5 pekee kati ya 7 za wekundu hawa Msimbazi, akionyesha kwamba ameipatia timu hiyo. Simba chini ya Magori kafanya maamuzi magumu wakati wa dirisha dogo la usajili Januari, ni kama ilivua injini kisha kuvalisha nyingine mpya, ikiacha mastaa na kusajili wengine wapya, hatua ambayo wakati mwingine ni ngumu, sio kila timu inaweza kufanya hivyo. Simba Januari iliwacha mastaa wake 8 wakiwemo Steven Dese Mokwala, Jean Jale Ahoua, Mohamed Bajaber, Kibu Dennis ambaye aliuzwa Libya, Shamu Karabwe, Joshua Mutale, Muzamiru Yasini na Awesu Awesu. Hapo ikaingiza wengine wapya 8 ambao ni kipa Jibril Kasali, Nixon Kibabage, Baraka Mwangosi, Ismail Ture, Lebase Geye, Aneset Yaura, Ino Luwemba na Cletus Chote Chama kuja kukiongezea nguvu kikosi hicho. Ujio wa wachezaji hao ukiongeza na wale ambao waliwakuta ilifanya Simba kuwa na kikosi imara kuanzia mzunguko wa pili, ikionyesha mpira mzuri uwanjani na kuanza kufufua hesabu za kutimia malengo yake. Hesabu hizo zikaanza kulipa baada ya wekundu hao kuchukua taji la kwanza msimu huu, ikifunga Yanga kwa bao 1-0 kwenye fainali ya Kombe la Muungano, ikishusha pressure kwamba safari ya mageuzi ni kama inawezekana. Utawala wa Magori akiwa mwenyekiti wa bodi ukafanya mabadiliko mengine, ukifufua nguvu ya kamati ya mashindano ya wekundu hao ikiwa na vigogo mbalimbali, lakini moja ya sura mpya ilikuwa ni uwepo wa Swedi Mkwabi ambaye alirudishwa ndani ya bodi ya kurugenzi wa klabu hiyo akiteuliwa na rais wa heshima wa Simba Mohamed Dewji maarufu kama Mo. Ukiachana na nafasi hiyo, Magori alipokalia kiti hicho akaunda kamati ya mashindano ambayo mwenyekiti wake ni Swedi Mkwabi, ambapo ilikwenda kuchangamsha usimamizi wa kikosi hicho kwenye mechi mbalimbali na matokeo yakipatikana. Wakati Cletus Chama anaondoka Simba mwaka uliopita,